Ndugu waandishi habari, mimi naitwa wakili Madugu William. Mimi nafanya kazi na LHRC na kwa hapa ni wakili wa mashauri makubwa mawili. Shauri la kwanza lilikuwa linakuja mbele ya Mheshimiwa Mushi, linahusisha washtakiwa watatu ambao wana tuhuma za kuchoma moto ofisi ya CCM, shauri namba 25294, na shauri la pili ni shauri namba 28996 na mwaka 2026 ambao liko mbele ya Mheshimiwa Makube, ambao linahusisha watuhumiwa wawili ambao wana tuhuma kubwa tatu: tuhuma ya wizi, kuvunja pamoja na kutoa na mali ambayo yasadikiwa kuwa ni ya wizi. Sasa shauri namba moja la uchomaji ambao liko mbele ya Mheshimiwa Mushi, Jamhuri kwa maana ya DPP amefunga rasmi ushahidi wake. Leo ilikuwa na shahidi mmoja na wamearifu mahakama kwamba hawana shahidi zaidi ya huyo. Kwa hiyo kwa tafasiri hizi ni kwamba Jamhuri imefunga ushahidi wake na rasmi sasa washtakiwa hawa watatu kuanzia tarehe 5 kwa maana ya Alhamisi wataanza kujitetea, kueleza mahakama ni kwa namna gani sasa hahusiki na uchomaji wa jengo la ofisi ya Chama cha Mapinduzi, na mimi kama wakili wao nitafanya kazi hiyo ya kuongoza kuanza kujitetea. Na shauri la pili ambalo ni la tuhuma hizi tatu kwa maana ya wizi, kuvunja pamoja na kukuta na mali zinazodaiwa kuwa ni ya wizi, pia leo Jamhuri ilikuwa inakuja kufunga ushahidi wake kama ambavyo amri ya mara mwisho ilitoka, lakini wametufahamisha kwamba shahidi wao ambao walikuwa mlete amepata dharura na kupelekea shauri hili kuahirishwa mpaka kesho, ambapo Jamhuri itakuja na shahidi huyo ambaye ni afisa polisi ambaye alifanya mahojiano ya mshtakiwa namba 2. Na baada ya hapo tutategemea kwamba pia kesho Jamhuri itafungua ushahidi wake, na baada ya hapo sasa itafungua pazia au itafungua nafasi kwa mahakama kutoa uamuzi mdogo kama watuhumiwa wana kesi kujibu au hawana kesi kujibu. Ikitokea wakasema kwamba hawana kesi kujibu, basi shauri litakuwa limeishia hapa. Lakini ikitokea mahakama ikakuta kwamba wana kesi kujibu kwa mujibu wa sheria, basi itafungua nafasi kwa sisi mawakili wa mtetezi kuanza sasa washtakiwa kujitetea. Kwenye ile shauri la kwanza ambao nimeeleza la uchomaji wa ofisi ya CCM, kwa mujibu wa uamuzi mdogo wa mahakama ni kwamba washtakiwa watatu wamekutwa na kesi ya kujibu kwamba kuna viashiria vya hiyo kuchoma ofisi ya CCM. Sasa baada ya mahakama kutoa uamuzi kwamba ana kesi ya kujibu, sasa inafungua mlango sasa wa sisi kuanza kujitetea. Hili shauri la pili kama nilivyosema, kwa maana ya kesho saa 8 mchana wakisha leta shahidi wao mmoja, akisha hojiwa kisha mwanzo wa ya dodoso, itafuata hatua ya mwisho ya mahakama kutoa hiyo taarifa ya uamuzi mdogo kama watakiwa na kesi kujibu au hawana. Ikisema hawana itakuwa imeishia hapo. Ikisema wana kesi kujibu, itimizi kwamba sasa itakuwa inafungua pazia ya washtakiwa kwanza kujitetea kama nilivyokuwa nimeelezea hapo awali. Bado wateja wako wana kesi ya uhaini nafikiri wote, ambao inawakabili. Mwendelezo wake ukoje mpaka hivi sasa? Yaani kweli kama ulivyosema kwamba washtakiwa wote hawa waliobakia hapa mahakamani wanane wanayo kesi ya uhaini au tuhuma za uhaini ambazo kwa mujibu wa sheria za nchi hii mahakama hii ya Kisutu haina mamlaka ya kusikiliza shauri hilo. Ni mahakama ya ukabidhi kwa maana ya committal court inayosubiria Jamhuri iweze kukamilisha upelelezi wake, then wa committee watumiwa kwenye mahakama yenye mamlaka ya kusikiliza shauri hili ambayo ni mahakama kuu. Sasa kwa bahati mbaya kwamba washtakiwa wote kila mmoja tuhuma zake za uhaini ziko kwa hakimu tofauti. Utakuta huyu ana kesi yake kwa hakimu huyu kwa hakimu yule, huyu hakimu huyu, wote hawa hako kwa hakimu mmoja, kila mmoja ana kesi yake kwa hakimu tofauti. Na kwa kweli tulikuwa tukiomba mara kwa mara kwamba Jamhuri kama haina ushahidi wa kutosha wa kudhibitisha mashtaka yao, ni busara tu akayafuta, kwa sababu mamlaka hayo wanayo kwa mujibu wa kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Na hata leo mimi nimeomba tena pale mbele ya mheshimiwa hakimu kwamba watuhumiwa wale licha kwamba wanatuma hizi za makosa mengine ambayo yana dhamana, lakini haya wahaini muda mrefu amesimama, hatuambii Jamhuri imefikia hatua gani kwenye upelelezi, bado anaendelea kukaa ndani. Ni jambo ambalo linakuwa halipendezi, kwa sababu Jamhuri ndio iliyokamata vijana ikafungulia mashtaka yenyewe, ina wajibu kwa mujibu wa katiba idara 59 B kubwa na kifungu cha 8 cha sheria ya mashtaka na kifungu cha 263 cha sheria ya mwenendo wa mashauri ya jinai, make sure kwamba upelelezi unafika mwisho na watuhumiwa hao wanakuwa committed kwenye mahakama kuu ili
mashauri yao yaanze kusikilizwa. Lakini kama wanaona kwamba hawana ushahidi wa kutosha kudhibitisha tuma zao, hebu sana tuje DPP akayaondoa matatizo, sababu yachukua muda mrefu, yapoteza muda wa watu, yapoteza rasilimali ya taifa. Vijana wangeenda kidogo kwa mitaani wanafanya kazi ya uzalishaji kwa taifa hili. Sasa badala ya kufanya jukumu hilo, wanasita na abusu kwa tuma ambazo zimesimama na hazui prosecuted. Kwa ni wito wangu kwamba kwa wale ya uhaini, DPP kama hana ushahidi wa kutosha, na nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara, hana budi kuondoa mashauri yao kwa mataifa pana, maslahi pana ya Watanzania na taifa kwa ujumla. Umesema kesho mnarudi tena hapa kwa ajili ya kusikiliza shahidi wa mwisho kwenye hiyo kesi ya wizi. Naam. Pengine ni saa ngapi mtakuwa hapa na kesi tatajwa? Kwa kweli tumekubaliana na Mheshimiwa Hakimu na Jamhuri imekubali kwamba tutakuja hapa kesho saa 8 kamili mchana, ambapo sasa tutaendelea na shahidi wa mwisho kwa ajili ya kutoa shahidi wake, na baada ya hapo tutamuuliza maswali doso. Baada ya hapo watafunga ushahidi wao na mahakama itatoa fursa ya kutoa uamuzi mdogo kama watuhumiwa na kesi kujibu au hawana. Kwa kesho saa 8 kamili tutakutana hapa, lakini pia wakati huo kesho hiyo kuna shauri jingine ambalo linamhusu mtuhumiwa mmoja kwa tuhuma za wizi, anaitwa Michael. Tutakuja asubuhi saa 3 kamili asubuhi mbele ya Mheshimiwa Swaro kule chemba namba 14. Lakini pia wakati huo tarehe 4 ya mwezi huu wa 3, shauri ambalo linamhusu pia mtuhumiwa mmoja anaitwa Nasi, ambao ni shauri la wizi, liko mbele ya Mheshimiwa Pia Makube, itakuja kwa ajili ya kwanza kusikilizwa, na tayari Jamhuri amesikiliza shahidi mmoja, na siku tutakuwa na shahidi wa pili. Na wakati huo pia kuna shauri nyingine moja ambalo linamhusu mtuhumiwa mwingine mmoja wa kosa la unyang'anyi kwa kutumia silaha, ambao pia liko mbele ya Mheshimiwa Makube, ambao walikuwa watuhumiwa wawili, mmoja amefutiwa mashtaka kwa maana ile la uhaini, na ile la pili kwa kabakia mtuhumiwa mmoja. Kwa ujumla ni kwamba ama shauri yote na ile la kwangu za ile la uchomaji yenyewe itakuwa ni tarehe 5 ya mwezi huo wa mwezi wa 3, ambayo itakuwa ni Alhamisi saa 5 kamili asubuhi, ambapo sasa pia watuhumiwa watakuja kwanza kujitetea kwa sababu tayari Jamhuri imeshafunga ushahidi wao. Kwa ujumla ile tathmini ya mashauri yote haya ambayo yanaendelea katika vijana ambao wanakabiliwa na uhaini pia. Naam. Kwa tarehe 5 ni kwanza kujitetea, haya mengine yataendelea sasa Jamhuri kuweza kukamilisha ushahidi wake, hatimaye kufunga ushahidi wao na kutoa fursa kwa mahakama sasa kutoa uamuzi mdogo kama ana kesi kujibu au la. Kama anayo, tutakwenda kwenye hatua ya kwanza kujitetea. Kama mwenendo wa kesi nzima, watu wangependa kujua hawa ni vijana wa umri gani? Vijana wadogo kama mnavyoona nyinyi waandishi tunapiga kila siku hapa. Ni vijana kati ya umri wa miaka 19 mpaka 25. Vijana wadogo sana. Mtu mmoja bado kidogo ni mtu mzima na miaka takriban kama 45, lakini 99% ya watu wote hapa ni vijana wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 19 mpaka miaka 25. Kwa vijana wadogo ambao kama nilisema kwamba kama DPP hana ushahidi wa kutosha kwa makosa ya uhaini ambao kwa kweli yamekaa muda mrefu hapa, kwa sababu kama nakumbuka kwa mara ya kwanza alifika hapa mahakamani tarehe 7 ya mwezi wa 11 mwaka jana, na kwa mara ya kwanza wakasomewa mashtaka yao. Tangu hapo kwa kweli pamekuwa hakuna hatua ya moja kwa moja ya serikali au Jamhuri imefikia hatua gani kwenye upelelezi. Sasa vijana wangeweza kuwa mitaani leo kuwa wanafanya kazi, taifa likapata mapato na nguvu kazi kadhalika na familia zao, baada ya kuendelea kwa retain ndani kumkijua kwamba ushahidi wenu hautoshi. Kwa mimi naweza kutoa kwamba kumshauri DPP kwa mamlaka aliyonao kwa mujibu wa katiba na sheria, kama mashtaka ya uhaini kama hana ushahidi ayaondoe mara moja. Kama ushahidi upo ama kama hicho ushahidi hapa, mahakama ya Kisutu iweze kuwakomiti watuhumiwa Mahakama Kuu ianze kusikiliza mashtaka yao bila kuchelewa.